Kwa mara nyingine tena, muungano wa madaktari nchini KMPDU na wahudumu wengine wa afya wamefanya maandamano wakikosoa serikali kuhusu kuzorota kwa sekta ya afya na kutetea haki zao. Wahudumu hawa wakiongozwa na wanachama wake, akiwemo katibu mkuu wa chama cha KMPDU Davji Atela, wamedokeza kuwa lazima mkataba uliotiwa saini ufuatwe kwa utaratibu na matakwa yao yote kutekelezwa, na si wahudumu wachache kushughulikiwa matakwa yao, huku wengine wakiumia. Wanachama wa miungano hii wakiongeza kuwa lengo lao kuu ni kuwatetea wahudumu wote kwa ujumla. And we as a union cannot engage in a collective bargaining agreement negotiation for only a section of our members. We cannot sit down to negotiate for interns when consultants are not being negotiated for. We cannot sit down to negotiate for pharmacists when the interns are out. We cannot sit down to negotiate for medical officers when we leave the interns out. If we are negotiating a collective bargaining agreement, it is done in entirety from the interns to the consultants. We must involve all the dentists and everybody else. Wahudumu hawa pia wakisema hawatokubali mishahara ya madaktari wanagezi kupunguzwa, kwani hii ni kuwahujumu, na wao wapo tayari kuendelea na migomo yao kuhakikisha kuwa hili halitatekelezwa. We have noticed a new trend where the new cohort, that is you, appear to be less aggressive or maybe less ready to be on the street. And there's a thought to reduce your wages back to 70,000 was for last year. This year they probably reduced it to 40,000. And therefore the only person to be sacrificed is the intern. They have said this and they'll say it. So I want to say that if last year's interns were able to demonstrate to be on strike and reject any useless letters, you must do it 10 times more. Aidha, madaktari hawa wamesema kuwa wataendelea kufanya maandamano na kuendeleza migomo yao hadi wasikizwe. Hii ni baada ya mazungumzo na naibu rais kugonga mwamba hapo jana, wito ukitolewa kwa wahudumu wote kujitokeza na kutetea haki zao. We will not get solutions today, but we will still insist and continue with actions until we have the solution. Yesterday we were invited to an engagement in Karen at the Deputy President's residence. And we sat there and engaged with them. And they say they'll post interns in July. We told them that in posting of interns, it cannot go one way and say July. You must tell us, is there compliance with the collective bargaining agreement? Mary Kialo, Undugu TV.